Jina langu ni Fortunata Temu, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi hii ya My Legacy, na napenda niseme karibuni sana katika mazungumzo haya ambayo tutayafanya leo. Ni kikao kifupi, lakini kikao ambacho naamini kabisa kitaleta mafanikio sio tu kwa taasisi lakini kwa jamii, kwa maana tunakutana na nyinyi tuweze kushirikishana na nyinyi kuhusiana na mradi ambao tumekuwa tunautekeleza kwa mwaka mmoja sasa, mradi ambao tumeuita ni Kesho Njema, kwa maana unaangalia mabadiliko ya tabia nchi na athari zake, na ni vipi jamii inaweza ikajikinga au ikazuia baadhi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kama ambavyo tunajua kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni kitu ambacho tunaishi nacho, na kwa upande mmoja tunasikia sana kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, lakini kwa upande mwingine nadhani uelewa sio mpana kama ambavyo inatakiwa uwe. Na mara nyingi watu wakisikia mabadiliko ya tabia nchi wanafikiria zaidi swala zima la uharibifu wa mazingira, lakini mabadiliko ya tabia nchi ina mambo mengi zaidi ya mambo ya mazingira. Inaleta athari kwenye uchumi, inaleta athari kwenye afya za watu, inaleta athari kwenye mazingira ambayo ndio sasa watu wengi tumejikita huko. Lakini kubwa zaidi kwa minajili ya kikao chetu cha leo ni kwamba tunataka tushirikishane zaidi kuhusiana na yale ambayo yanafanyika katika maisha ya kila siku, lakini mara nyingi tunakuwa hatuipi uzito, hatuweki attention sana kwenye hilo jambo, na hili ni jambo linalohusiana na mambo ya kijamii na athari ambazo jamii inazipata, ambazo sio moja kwa moja zinazohusiana na uharibifu wa mazingira, lakini zinahusiana na yale mahusiano kwa maana ya wanawake na wanaume, masuala ya jinsia. Mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri wote, wanawake na wanaume, lakini tukijaribu sasa kudadavua tuangalie ni vipi labda wanawake na watoto wa kike au wanawake na watoto wanaathirika, tutaona kuna vitu ambavyo ni vipo lakini hatuzingatii na kufikiria zaidi kwamba vinatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Na nitatoa mfano tu mdogo. Kwa mfano, ukiangalia athari ya mabadiliko ya tabia nchi inaleta ukame.